majina naitwa Mzee Ahmed Said, mwenyekiti wa Interfaith Network Isiolo, nikiandamana na katibu wetu Profesa Stephen Kailunyu. Leo tumeweza kuja hapa ili kuweza kuwaongelesha wazazi wetu, hasa wakati huu wa msimu mrefu ya likizo. Tunajua watoto wetu wengi, wale ambao wako shule za upili, shule za msingi na hata vyuo vikuu wako manyumbani. Tungeomba wazazi wetu wakati kama huu watahadhari sana, watoto wasipewe nafasi kubwa sana ya kiasi ya kwamba waweze kutumbukia kwa majanga kama vile mihadharati, majanga ya kuweza kushawishiwa kimetandao na watu ambao hawana nia njema kama magaidi au magenge. Vile vile tungeomba wazazi wawe karibu na watoto wao, wawe marafiki wao, waweze kuangalia mienendo yao na pia kupeana mashauri. Pia tunashukuru sana misikiti mingi na hata makanisa mingi imeweza kuchukua fursa hii katika hii likizo ndefu kuweza kuzungumza na vijana moja kwa moja au kwa njia ya mitandao ili wajihadhari na mambo ambayo inaweza kuwashawishi na kubadilishwa fikra haraka sana. Kwa hivyo pia tunaomba vijana wetu ambao tunawapenda wajihadhari sana na hii ushawishi ya mitandao ambayo inaweza kuwalenga kwa sababu fulani ya wale ambao pengine hawataki kuwa na nia njema na nchi hii. Hasa mambo ya ugaidi wajihadhari naye sana, na mambo ya mihadharati na mambo ya magenge na mambo ya kujihusisha na fujo na uharibifu. Tunajua hii ni likizo, wapumzike, wasome, wafanye mambo ambayo itakuwa productive, itakuwa na mazao, wasaidie wazazi wao, waweze kuwa katika hali ya mazingara tulivu, kwa sababu maisha yako ni muhimu kwetu. Tunawapenda, nyinyi ndio nguvu kazi ya nchi. Lazima kama viongozi wenu tuweze kuwatahadhari. Wakati huu wa likizo mrefu wawe waangalifu sana kwa watoto wao, wajishughulishe na wao na wahakikishe ya kwamba waruhusu kuwa mbali na wao, waruhusu pia kukaa mahali hawajui wako wapi, kwa sababu tunajua wakati wa likizo mrefu kama hii zile desturi potofu za kijamii kama tohara ya wasichana inaendeleshwa, ambayo ni kinyume na sheria ya nchi, na vilevile ni itikadi ambazo zinadhulumu watoto na zinaleta vilevile ukosefu wa haki ya kibinadamu kwa jamii. So tunaomba kwamba wazazi watafute shughuli ama majukumu ya kupatia watoto wao wakati huu, na kuhakikisha kwamba hii ni wakati ambao watoto wanaweza kujifunza kitu, ni wakati ambao watoto wanaweza kuwa wanasaidia wazazi nyumbani, ni wakati ambao watoto hawatakuwa tu wanachurura ovyo ovyo bila kujua wanatembea na nani na wako wapi na wafundishwa nini. Na vile vile tuangalie pia mitandao wakati mwingine inatumika vibaya, na saa zingine wanafanya bullying kwa mitandao, body shaming ya watoto na mambo mingi ambao inaweza kufanya ile confidence ya mtoto kwenda chini. So tunaomba kwamba hii ni wakati ambapo hata viongozi wa dini wanaweza pia kujitokeza na kuona ya kwamba wameweka mikakati na programs ambazo pia zitaendelea kuhakikisha kwamba watoto wetu wa likizo mrefu huu wanaendelea kushughulishwa, kuwekwa kwa shughuli ambao ni positive kwa maisha yao na ambayo pia itawasaidia baadaye. Tumeweza kuwa kwa Radio Nagaa tarehe 4 mwezi wa 12 kuanzia saa 2 mpaka saa 4 tukiangazia juu ya mambo fulani ambayo inavunja usalama. Tulizungumza kwa kirefu sana, hasa ushawishi wa kigaidi ambao mara mingi unaweka mtego kwa fikra za watoto wetu kiasi ya kwamba huwa wanabadilika haraka sana. Kwa hivyo wale ambao walitusikiliza kwa hiyo radio na mitandao mingine, nafurahi sana tuliweza kupata majibu ya kwamba wao wako tahadhari na wameweza kutuelewa, lakini bado
Hii ni shughuli endelevu ya kuzidi kuwaongoza watoto wetu, sio likizo peke yake. Hata baada ya likizo tutatembelea shule kadhaa wa kadhaa, vyuo vikuu, na tutatembelea hata vijana wetu ambao wana kazi mbalimbali ili kuwapa mwongozo ya kimaisha.